Kabla ya taarifa hizi nzito, na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele kiko hapo kando, ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like, na ninakuomba ukaweze kuzingatia kwa kuponyeza alama hiyo ya like. Karibu sana. Hizi ni taarifa ambazo naenda kukujulisha za ndani. Rais wa taifa la Tanzania Samia Suluhu Hassan amejipata taabani baada ya mtoto wake ambaye anaitwa Wanu Amir kuvamiwa na kushambuliwa pakubwa, haswa katika bunge la kitaifa. Kikao cha wabunge kilikuwa kinaendelea kama kawaida, lakini wabunge, vile mnajua, wengi walichaguliwa kupitia chama cha CCM ama chama tawala cha Rais Samia Suluhu Hassan, lakini walionekana kumgeukia mtoto wa Samia Suluhu Hassan ambaye ni Wanu Amir bungeni na kumshambulia pakubwa. Nitakuonyesha vile walikuwa wanamshambulia kwa katika hali tatu ambazo ninaenda kukueleza kwa kanda hii. Wabunge fulani waliweza kumvamia Wanu Amir ambaye ni mtoto wa Samia Suluhu Hassan kwa kusema ya kwamba kuna uwezekano ambao unaonekana kwamba familia ya Rais Samia Suluhu Hassan inaendesha upendeleo haswa kwa uongozi. Ilifika aje wakati mamaka ambaye ni Rais Samia Suluhu Hassan akamteua kuwa katika baraza la mawaziri kama naibu waziri katika wizara ya elimu, na bwanake ambaye anaitwa Mchengerwa naye aliweza kuteuliwa kama waziri katika sekta ama wizara ya afya. Sasa wabunge walikuwa wanauliza, je, ni ukweli kuna upendeleo? Kwa sababu hayo ndio wamesikia Watanzania. Sisi tunazungumza kuhusiana na upendeleo hasa katika uongozi. Mbona wakati Wanu Amir alipochaguliwa yeye hakukataa ile nafasi, ama wakati mume wa Wanu Amir alipochaguliwa mbona yeye hakukataa, ila tu waliweza kukubali nafasi ambazo walikuwa wameteuliwa kuwakilisha katika serikali ya Samia Suluhu Hassan? Ni mashambulizi ambayo yalitanda bungeni hadi ikabidi spika wa bunge la kitaifa ambaye ni Zungu akaingilia kati na kutuliza wimbi la makelele na uvamizi ambao ulikuwa unaelekezwa kwa mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni Wanu Amir. Mashambulizi mengine ambayo tuliweza kushuhudia katika kikao hicho ni kwamba kwa nini serikali ya Samia Suluhu Hassan kupitia wizara ya elimu iliweza kuonyesha upendeleo haswa wakati wanafunzi wanakabidhiwa mikopo ya masomo, kumaanisha katika wizara ambayo Wanu mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa sababu yeye ni naibu waziri katika wizara ya elimu, inasemekana ya kwamba wizara hiyo iko na upendeleo mkubwa haswa kwa kupatiana misaada ya masomo. Yaani kuna mikopo ile ambayo inatolewa kwa wanafunzi kupitia wizara ya elimu. Kuna wanafunzi wengi ambao hadi kufikia sasa hawajapata mikopo, licha ya kuwa wale ambao wanatoka katika familia maskini, haswa wale ambao wanasoma katika shule za kibinafsi na wale ambao wako katika shule za umma wanakabidhiwa mikopo ya serikali. Lakini wale ambao wanatoka familia maskini na wako katika shule za kibinafsi,
ila wako na hitaji la kupata support ama msaada wa hela, lakini serikali imeonekana kuwa na upendeleo kuwakabidhi mikopo wanafunzi ambao wanasoma shule za umma na wale ambao wako katika shule za kibinafsi ambao wazazi wao ni maskini tena zaidi hawajawahi kufaidika kwa mikopo. Ni swali ambalo Wanu alishindwa kulijibu bungeni, ila tu alisema ya kwamba watahakikisha ya kwamba wameondoa vigezo mbalimbali kuhakikisha kila mmoja wakati anajaza kupata mkopo anapata mkopo. Swali lingine ambalo aliweza kuulizwa bungeni huku akishambuliwa, ambaye huyu ni mtoto wa Samia Suluhu Hassan ambaye anaitwa Wanu Amir, ni kwamba serikali ya CCM ambayo inaendeshwa na Samia Suluhu Hassan hasa katika wizara ile ya Wanu ya elimu, akaulizwa imbona kuna mambo ambayo yanaendelea katika wizara ya elimu, kwamba serikali ina mipango ipi kuhakikisha ya kwamba imepunguza msongamano katika shule za umma. Yaani shule za umma kuna msongamano mkubwa, kumaanisha hata idadi ya madarasa hayatoshi kilinganisho na vile idadi ya wanafunzi ipo. Ni swali ambalo lilikuwa ngumu kwa mtoto wa Samia Suluhu Hassan ambaye anaitwa Wanu Amir wakati alikuwa bungeni. Na kwa kusema ukweli halisi wa mambo, wakati Wanu aliweza kuteuliwa kuwa naibu waziri na yule ambaye amemua Mchengerwa naye akaweza kukabidhiwa nafasi ya kuwa waziri katika wizara ya afya, wengi hapa Tanzania tuliweza kulalamika, inawezekanaje mama ndiye rais, mtoto wake ako katika baraza la mawaziri, na yule ambaye ameoa huyu mtoto ako katika baraza la mawaziri. Yaani wengi tulisema ya kwamba huenda hii serikali ni ya kibinafsi, serikali hii ni ya familia. Majibu ambayo kufikia sasa hayajajibiwa wazi, jambo ambalo liliweza kusababisha baadhi ya wabunge kuuliza maswali hayo katika bunge la kitaifa siku ya leo. Kwa hivyo ni masuala ambayo yako na umuhimu, yako na uzito mkubwa haswa katika taifa letu la Tanzania. Lakini kwa kusema ukweli halisi wa mambo, CCM na serikali ya Samia Suluhu Hassan ni serikali ambayo inaendeshwa chini ya uongozi wa Samia ama uongozi wa kiimla vile inaonekana kufikia sasa. Ni maswali ambayo yaliweza kumkamata koo ambaye ni mtoto wa Samia Suluhu Hassan, na hata yeye wakati alikuwa anatazama katika runinga alishindwa ni kivipi wabunge wa CCM wa chama tawala ambacho anaongoza wamegeukia mtoto wake na kumshambulia, kumvamia bungeni kwa kumuuliza maswali ambayo ni mazito. Naomba nitamatishie hapo, tutaendelea kufichua siri haswa kwa yale ambayo yanaendelea katika taifa letu la Tanzania wakati tunabeberusha matangazo haya kutoka Mbeya kila siku. Lakini nakuomba tu, ikiwa hauja subscribe, bonyeza patoni ambayo ipo hapo chini ya subscribe ili tukaweze kusonga mbele pamoja, na kuna kengele, uponyeze kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Asanteni sana, tukutane wakati tunapata swala lingine ambalo tunaenda kulizungumzia kwa pamoja. Kwaheri.